sisi Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania tunafahamu na tunaelewa kwamba hivi viwanja kuna haja ya kuendeleza viwanja hivi, na hatimaye muda umefika kuwa na kituo cha kisasa na uwanja wa kisasa wa kuendeleza biashara na kuwa exhibition hub. Kwa hiyo tunautambulisha kwenu master plan ya viwanja hivi. Master plan ya uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambayo tayari imekamilika, na hatimaye tunaenda kufanya uwanja huu kuwa kituo cha maonyesho ya biashara ya kimataifa na biashara, yani kitaalamu tutaita Business Exhibition and Commercial Hub for Africa. Kwa hiyo haitokuwa kwa East Africa tu, itakuwa na kwa Afrika nzima, kwa sababu mnafahamu maonyesho yetu yanavyojumuisha nchi mbalimbali, lakini maonyesho haya yamekuwa yanatumika kama kiungo muhimu kwa kuunganisha nchi mbalimbali za Kiafrika. Tunajua tuna ile mitangamano ya kibiashara, tuna EAC, tuna SADC, tuna na nchi nyingine ambazo tunafanya kazi nao. Kwa hiyo na wao wamekuwa ni washiriki wa maonyesho yetu. Kwa hiyo hii inaenda kuwa Commercial Hub for Africa, ambapo sasa sio kwa mwezi wa Julai tu, hatimaye kutakuwa kuna maonyesho mwaka mzima na shughuli mbalimbali za kibiashara zitakuwa zinafanyika. Mradi huu mkubwa tunatarajia kutekeleza kupitia ubia kati ya sekta ya umma na binafsi ambayo ni PPP. Ndio maana hapa mnamuona mkurugenzi mtendaji tuko naye pamoja, tumeanza naye na tutaendelea kwa ajili ya kutushauri ipasavyo kuhakikisha tunaingia kwenye partnership yenye tija kwa serikali yetu na wananchi wake. Maeneo makuu yatakayotarajiwa kuendelezwa kupitia mradi huu ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya maonyesho ya kisasa. Tunajenga miundombinu ya maonyesho yenye viwango vya kimataifa. Kutakuwa kuna maholi makubwa ambapo ndani yake hayo maholi yatakuwa yanatumika kwa masuala mbalimbali ambayo yataendana na mahitaji ya kisasa, ambayo kutakuwa kuna maeneo ya burudani, hotels, malazi ndani yake. Kutakuwa kuna kumbi za maonyesho za ndani ambazo zina viwango vya kimataifa, zikiwa zina nafasi kubwa. Ndani yake kuna mifumo ya kisasa ya taa, mawasiliano na huduma za kielektroniki kwa ajili ya wafanyabiashara na washiriki kutoka mataifa mbalimbali. Kutakuwa kuna maeneo ya wazi ya maonyesho ambapo ukiachilia mbazi yale mahall, kutakuwa kuna sehemu ambapo kutakuwa kuna mpangilio mzuri tu wa kisasa wa kuonyesha. Kumekuwa kuna hitaji la hoteli kubwa sana ndani yake. Kwa hiyo kutajengwa hoteli kubwa ambayo hoteli hiyo itaweza kuaccommodate wadau ambao watafika kwenye maonyesho haya bila kwenda maeneo mbalimbali. Kwa kuzingatia hayo yote, naomba sasa kuchukua fursa hii kutoa wito kuwakaribisha wawekezaji wa ndani, wa kimataifa, taasisi za fedha, wadau wa sekta binafsi, mashirika ya maendeleo kuchangamkia fursa hii adhimu kushiriki na kuendeleza uwanja wetu wa historia. Uwanja wetu wa kihistoria, kama mnavyofahamu, huu uwanja unaingia miaka 49 na sio miaka kidogo. Maonyesho haya ya sasa hivi tunaenda kuyaanza tarehe 28 mwisho wa mwezi huu, yanaitwa maonyesho 49. Kwa hiyo umefika wakati na ni uwanja wa historia, na kama mnavyofahamu majina mbalimbali ya maholi ndani ya uwanja huu yamebeba majina ya viongozi wetu muhimu sana. Mimi binafsi kama mkurugenzi wa kituo cha ubia niseme kwamba uamuzi huu wa TanTrade kutaka sekta binafsi ifanye hiki ambacho inakitaka kifanyike ni changamoto kwa mamlaka zingine za serikali kuona kwamba kuna mengi ambayo tunaweza kufanya serikalini bila kusubiri hazina watuletee pesa. Ukichukua bajeti ya kawaida tu ya kwamba kama TanTrade wangehitaji hazina wawaletee fedha kwa ajili ya kufanya hiyo expansion, nadhani ingegharimu sio chini ya bilioni 300 pengine kufanya hiyo expansion. Lakini hiyo expansion ni vituo zaidi ya bilioni 300. Ni vituo vingapi vya afya? Ni zahanati ngapi? Ni kiasi gani cha miradi ya maji kingefanywa na hiyo? Kwa hiyo uamuzi huu wa TanTrade utaokoa fedha nyingi ya serikali ambayo ingekuja kutumika hapa kwa ajili ya kufanya hiki ambacho kina mvuto wa kibiashara, kwa maana kuna wawekezaji ambao wana uzoefu na wanaweza kuwa na interest ya kuja kuwekeza. Kwa tukifanya hivi na mamlaka nyingi zikifanya hivi kwenye fursa ambazo wanazo, badala ya kutegemea bajeti ya hazina kufanya au kutekeleza miradi hii, tutaweza kufanya makubwa zaidi na kujenga uchumi mkubwa zaidi ambao unahusisha sekta binafsi badala ya kutegemea sekta ya umma kujenga uchumi.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.